Moscow imeonya kuwa hali ya vikosi vya Ukraine karibu na Kupiansk inazidi kuwa mbaya, huku wakidai kwamba Kiev inaficha ukweli wa hali halisi uwanjani. Vikosi vya Urusi vimeripoti kwamba vinatarajia kuutwaa kabisa mji wa Kupiansk uliopo katika mkoa wa Kharkov ndani ya siku 7 zijazo, kwa mujibu wa kamanda wa kikosi maalum kinachoongoza operation hiyo. Kwa upande wake, serikali ya Ukraine inaendelea kukanusha ukubwa wa tishio hilo, wakidai kuwa bado wanadhibiti eneo hilo na kwamba jeshi la Urusi linaendelea kusukumwa nyuma. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi, maafisa wa vikosi vya Ukraine ambao walikuwepo katika eneo hilo wamelazimika kutoweka, ambapo wameifanya Urusi ifanikiwe karibu kuteka kabisa eneo la Kupiansk na kuendelea kudhoofisha kwa kiasi kikubwa, ikiwafanya wanajeshi wa Kiev kukosa njia yeyote ya kuokoa maisha yao isipokuwa kujisalimisha kwa jeshi la Urusi. Kamanda wa regiment ya 121 division ya 68 ya kikosi cha askari wenye magari ya kivita anayefahamika kwa jina la kivila la Lavrek anasema kwamba kikosi chake kimefanikiwa kusafisha majengo 25 ndani ya mji huo siku ya Jumatano pekee, na kwamba operation inaendelea. Nikimnukuu, anasema, "Nina uhakika kuwa mji utaachiliwa kabisa mikononi mwa Urusi ndani ya wiki moja. Ari yetu ni ya juu na tutakamilisha jukumu letu," alisema Lavrek kupitia katika video ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mwezi uliopita, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitangaza kwamba mji wa Kupiansk ambao pia unafahamika kama Kharkov na pamoja na mji wa Krasnoyarsk ambao upo pale Donetsk tayari imezingirwa kikamilifu na vikosi vya Urusi. Putin ameitaka serikali ya Kiev ikubali kujisalimisha kwa heshima, akionya kuwa upinzani zaidi utaleta nafasi ambayo sio ya lazima. Kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na Moscow, zinaonyesha kuwa askari zaidi ya 10,000 wa Ukraine wamekwama katika miji hiyo miwili bila msaada wa vifaa wala njia za kutoroka. Hata hivyo, Kiev inaendelea kudai hadharani kwamba bado wanadhibiti maeneo hayo, wakisisitiza kwamba vikosi vya Urusi vinapoteza udhibiti katika eneo hilo. Kwa mujibu wa jarida mojawapo ambalo linaripoti habari za kivita la Bild la pale Ujerumani, likiwanukuu maafisa wa Ukraine waliomba kutotajwa majina, wameripoti kwamba uchambuzi wa ndani wa jeshi unaonyesha hali tofauti kabisa, ukionyesha hofu kubwa ya kushindwa vibaya kwa vikosi vya Ukraine katika eneo hilo. Huku hali ikizidi kuwa mbaya, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amedai kwamba uwepo wa kijeshi wa Urusi karibu na Kupiansk ni takribani askari 60 pekee, akiongeza kuwa jeshi lake lina mpango wa kulisafisha eneo hilo, ingawa hakueleza au kufafanua undani wa namna gani watalisafisha eneo hilo. Kauli hiyo ilizua hasira Moscow, ambapo Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilijibu vikali, ambapo walisema kiongozi wa utawala wa Kiev ambaye amejitenga kabisa na uhalisia anaishi kwa taarifa za uongo kutoka kwa kamanda wa majeshi ya Ukraine Alexander Syrskyi, lakini hana uelewa wowote wa hali halisi katika eneo la mapambano. Sasa tulitazame eneo hili. Umuhimu mkubwa wa eneo hili la Kupiansk ni upi? Mji huu wa Kupiansk ni kitovu muhimu cha usafirishaji pamoja na vifaa vya kijeshi katika mstari wa mbele wa kaskazini mashariki mwa vita vya Ukraine. Kwa miezi kadhaa mji huo umekuwa eneo lenye mapigano makali zaidi, ukichukuliwa kama njia ya damu inayounganisha maeneo ya Kharkov pamoja na Donetsk. Vikosi vya Urusi tayari vimedai kwamba vimefanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya mji huo, na mwezi Septemba vilitoa video ambayo ilionyesha wanajeshi wake wakiwa katikati ya Kupiansk, karibu na jengo la utawala wa mji, uwanja wa michezo pamoja na mnara wa television. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali, kuanguka kwa Kupiansk kutamaanisha kuporomoka kwa mstari wa ulinzi wa Ukraine upande wa kaskazini na kuipa Urusi njia ya moja kwa moja kuelekea maeneo makubwa ya kijeshi ya Kiev pamoja na eneo hilo la Kharkov. Tukitazama eneo hilo kutokana na umuhimu wake huo, madhara ya kijeshi na ya kimkakati ya kuanguka kwa hiyo Kupiansk yatakuwa ni yapi? Kwanza, Kupiansk ifahamike ni mji wa kimkakati ambao upo kaskazini mwa mkoa wa Kharkov, karibu sana na mpaka wa Urusi. Ni kitovu cha reli na barabara kuu zinazounganisha Kharkov, Donbas pamoja na maeneo ya mashariki mwa Ukraine. Kwa hiyo anayeshikilia Kupiansk atadhibiti njia ya kusafirisha vifaa, njia ya kusafirisha silaha pamoja na wanajeshi kati ya mashariki na kaskazini mwa Ukraine. Ifahamike, kabla ya vita Kupiansk ilikuwa ni bohari kubwa za kijeshi na vituo vya usambazaji kwa vikosi vya Ukraine, na kuipoteza sasa kuna maanisha kupoteza mishipa ya damu ya usambazaji, kama kukata mishipa ya damu ya jeshi la Ukraine upande wa mashariki.
Lakini kuanguka kwa Kupianski kutafungua mlango mpana kuelekea Kharkov, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Hii ina maana Urusi itakuwa na nafasi ya kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja kuelekea Kharkov, mji ambao ni muhimu wa kihistoria, kisiasa na kiuchumi. Kwa upande mwingine, majeshi ya Ukraine yatakuwa yakipigana bila mistari imara ya ulinzi katika sehemu hiyo, jambo linaloweza kuleta kuporomoka kwa frontline nzima iliyopo kule kaskazini. Lakini jambo jingine ifahamike, Kupianski ni alama ya kumbukumbu kwa Ukraine, kwani mwaka 2022 walifanikiwa kurejesha kwa nguvu baada ya Urusi kulitwaa eneo hilo. Kurejesha eneo hilo, ikiwa Urusi itarejesha tena mwaka huu, litakuwa ni pigo la kisaikolojia, lakini pia ni pigo la kisiasa kwa Ukraine, na inaonyesha kuwa makombora, droni na misaada ya NATO havitakuwa vimefanikiwa kuzuia kurudi kwa eneo hilo Urusi, mji ambao ni muhimu zaidi kwa taifa hilo. Kwa hiyo katika eneo hilo kijeshi ni kwamba kuporomoka Kupianski ni ishara ya kushindwa kwa mkakati wa ulinzi wa Ukraine upande wa kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Lakini tukilitazama eneo hilo katika swala zima la athari za kivita, ni kwamba baada ya Kupianski, Urusi sasa itakuwa ina nafasi ya kupanua operation kuelekea Borova, Izium pamoja na Raiman, ambayo maeneo hayo yote ni viungo vya Donbas. Hii ni hatua ya kimkakati kwa sababu Urusi inapigania kuunganisha mikoa yote minne iliyojiunga nayo, kwa maana Donetsk, Lugansk, Zaporozhye pamoja na Kherson. Kwa hiyo kushikilia njia ya Kupianski, Izium na Sliviansk itakuwa ni kupata njia ya moja kwa moja kuelekea katika moyo wa Donbas, na hii itaimarisha udhibiti wa Urusi na kudhoofisha kabisa nafasi ya Ukraine kuanzisha mashambulizi mapya. Lakini eneo hili ifahamike ni mstari wa ugavi kutoka Kharkov kwenda Donbas. Kama Urusi watafanikiwa kulichukua, maana yake ni kwamba Ukraine itakosa njia salama za kupitisha vifaa, risasi, mafuta na wanajeshi. Hii inaweza kulazimisha wanajeshi wake kuhamia nyuma zaidi au kujisalimisha kwa majeshi ya Urusi. Moscow wakiimarisha upande wa Kharkov, wanaweza kuhamisha wanajeshi zaidi kuelekea kusini kama vile maeneo ya Avdiivka, Donetsk pamoja na Zaporozhye. Hii itaongeza pressure kwa Ukraine kwenye kila uwanja wa vita, kwa kuwa vikosi vyake vitazidi kupungua na kuchoka. Kwa lugha rahisi, kuporomoka kwa Kupianski ni kama kuvuta tofali kuu katika ukuta wa ulinzi wa Ukraine. Ukianguka, sehemu zingine lazima zitaporomoka. Lakini ifahamike, kama eneo hili litakuwa lipo mikononi mwa Urusi, athari za kisiasa kwa Zelensky pamoja na watu ambao wanamsaidia kama vile NATO kwanza, kwa upande wa Ukraine kabisa ni kupoteza Kupianski itakuwa ni kashfa kubwa ya kisiasa. Zelensky amekuwa akitoa matamko ya ujasiri kwamba Ukraine inaidhibiti hali katika eneo hilo, huku akikana ripoti za kutekwa au kuzingirwa kwa vikosi katika maeneo hiyo. Kwa hiyo kuporomoka kwa mji huo kutamfanya aonekane amepoteza udhibiti na amekuwa muongo kwa taifa lake. Lakini jambo hili pia linaweza likadhoofisha uhalali wake kisiasa ndani ya Ukraine. Kama haitoshi, inaweza ikachochea mgawanyiko kati ya uongozi na raia, kwa maana Zelensky pamoja na wanajeshi ambao ndio waliokuwa wakimpa ripoti za kufanikiwa katika maeneo hayo, akiwemo kamanda mkuu Cyrus Kai pamoja na wasaidizi kama vile Zaluzhin. Lakini pia itakuwa ni kufungua milango ya migogoro ndani kuhusu nani anayepaswa kuongoza vita. Kuna uwezekano kwamba wanajeshi wakuu wanaweza kumshinikiza bwana Volodymyr Zelensky kujiuzuru au kubadili mkakati, hasa kama miji mingine nayo itangukia mikononi mwa Urusi. Lakini athari kwa upande wa NATO ni kwamba kwa NATO, hasa Marekani na Umoja wa Ulaya, kupoteza mji mkubwa kama Kupianski ni fedheha ya kimkakati. Kwa nini? Baada ya mabilioni ya dola, silaha, droni na mafunzo kutumwa, bado Urusi inasonga mbele. Hii itazua mijadala mikali ndani ya Washington, Berlin pamoja na Brussels kuhusu, je, msaada huu una maana gani kwa Ukraine? Je, NATO inaweza kweli kushinda vita hii? Je, ni wakati wa kujadili makubaliano ya amani au waje? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.